Mheshimiwa Priscus Tarimo, swali la nyongeza kwa nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa sera iliyoanzisha mikopo ya 10% iwe kwa vijana, kina mama na watu wenye ulemavu manispaa, ilikuwa ni sera ya kuwasaidia wananchi kiuchumi. Na kwa kuwa kuna wanaume ambao wanahitaji na hawana namna nyingine kupata mikopo, nini mpango wa serikali kusaidia wanaume wanaohitaji mikopo? Mheshimiwa Tarimo, swali la msingi kabisa, lakini hilo swali nadhani la TAMISEMI. Talijibu. Unaweza kulijibu kwa kifupi? Ndiyo. Mheshimiwa Spika, katika mgawanyo wa 10% ile kusema sera ya wanawake na hawa wanaume na vijana, bado inaingia kwenye premises zile zile, kwa sababu hawa wanaosema wanaume, japo mheshimiwa hajafafanua umri, kwa sababu wanaume pia wapo, vijana ni wanaume, ni kwamba mipango ipo na ya kimikopo iko kulingana na kisekta. Wapo ambao wanapata kupitia 10%, hiyo kwa maana ya 442, 10% ya pato ghafi la halmashauri. Wapo ambao wanapewa kutokana na maeneo ya kisekta, kwa mfano kwenye mifugo, kilimo na kadhalika. Lakini vile pia wapo ambao wanapata kupitia mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambapo wanaume wengi ambao wanawasema sasa kwa muktadha huo, kwa sababu hajataja umri, ni pamoja na wale walio kwenye bodaboda, kwa mfano walio kwenye sekta za uchimbaji, uzalishaji, wamekuwa wakipewa kupitia mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, na ndio ndani ya idadi ile ya wananchi milioni 24 waliopata kunufaika na shilingi trilioni 2.7. Mfuko nao kwa halmashauri mheshimiwa. Na mheshimiwa, mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi uko nao kwa halmashauri? Nchini ofisi ya waziri mkuu inaratibiwa kupitia halmashauri, wakuu wa wilaya na wakurugenzi. Kwa hiyo wanaume wakaombe kule, wanaweza kupata kwenye hiyo. Umesikia Zaidi mheshimiwa? ya trilioni 3 zilitolewa.